Hebu mshike binti mkono, mwambie hongera yako. Tukupe na tuzo. Majeshi. Tuangalie sasa huyo Ayubu akapata matukio na majaribu. Na kuna majaribu ambayo unaweza kuyapata karibu hatima yako. Tunaanza kuona akapata matukio mengi. Mpaka Ayubu kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 3 na mstari wa 1, baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Ayubu akasema, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi, na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Tunaanza kumwona Ayubu anapita kwenye majaribu mazito. Na sitaki moyoni mwako waamini hivi, nikae kwenye jaribu miaka mingi. Jaribu linalokuja inabidi lipatikane mlango. Sisi tumeelewana. Tatizo linalopatikana inabidi lipatikane mlango. Tunamwona huyo Ayubu amepita kwenye matatizo mpaka akafikia stage ya kulaani siku aliyozaliwa. Yale nasema na ilaaniwe ile siku ambayo alizaliwa mwanaume anaitwa mimi. Na ilaaniwe kwa sababu amepita kwenye mateso, amepita kwenye magonjwa, amepita kwenye laana, amepita kwenye mateso yasiyokoma. Licha ya yote hayo hakumwacha Mungu. Mimi kuna jambo nikiliomba kwa muda mrefu, nikiona halijatokea, najua Bwana bado hajaliruhusu wakati. Nipeni miaka mingapi tu kadhaa hapa. Sema amen. Usimhukumu mtu ili bado anatembea. Usituhukumu ili bado tunatembea. Tupe tu baadhi ya miaka, nikwambie watu watabadilika. Tupe baadhi ya miaka. Mimi kuna watu nawaona leo wana maisha magumu, ila Mungu ameshawaandalia hatima iliyo njema kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unaweza kumwona hana kitu, unaweza kumwona hafai, unaweza kumwona bwana huyu, ila Mungu ameruhusu ili amtengeneze. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Hebu sema mimi ni mwana wa Mungu. Hebu sema mimi ni mwana wa Mungu. Aliye juu. Na kama ni mwana wa Mungu umekuja hapa ulimwenguni kwa ajili ya kazi maalum. Amen. Na hii kazi uliyoitiwa hakuna mtu wa kuizuia. Sio matatizo, sio magonjwa. Na isitokee stage mtu kwa mtu anafikiria anawaza hivi. Nimekwambia hii tunapofanya kazi hii kanisani hapa inaitwa kazi ya Mungu. Wewe unasema kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu. Unalipwa na mchungaji jamani? Ni kazi ya mchungaji. Kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Ukimkuta mtu anasema hivi, na mimi pale kanisani bado nimechoka hapa. Kazi zote ni mimi tu. Kiufupi, unamwambia Mungu nimechoka. Kazi zako. Kazi zako zimenichosha bwana. Unajua Mungu ana kazi nyingi sana wewe. Kiufupi ndio hiyo. Kazi nyingi sana. Kazi yako hapa short kazi. Yaani pako tu. Yaani kazi nyingi na wewe unasema ni Mungu. Ila utasema kazi za kanisa la ufufuo zimenichosha. Pale umekwepa majukumu ya kazi ya Mungu. Nikwambia mwanangu, fanya kazi ya Mungu hata kama ukiwa umepigwa na mumeo. Wewe njoo kanisani fanya kazi ya Mungu. Hata kama ukiwa na madeni, njoo nyumbani mwa Bwana fanya kazi ya Mungu. Hata kama uchumbiwe na mtu akukatae, fanya kazi ya Mungu. Mme afe, fanya kazi ya Mungu. Unafanya kazi ambayo Mungu atakulipa kwa wakati wake. Na niwaambieni hakuna mtu anamtumikia Mungu akamwacha akaibika. Yoyote anayelipa gharama, yoyote anayemtumikia Mungu kutokea moyoni mwake, Mungu hawezi akamwacha. Sema amen. Sema amen. Hebu sema amen. Fanya kazi ya Mungu. Usiogope kazi ya Mungu ni nini? Kuombea watu. Fanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu ni nini? Ukisikia watu wanasema bwana leo ministry hii inategemeza au ministry hii inafanya usafi, ile inaitwa kazi ya Mungu. Niwaambie wanangu, kuna baadhi ya watu wengine magonjwa yao ili yapone afanye kazi ya Mungu. Unakuwa unamtumikia Mungu, kuna kazi. Mwingine unaweza mnaenda wapi? Mimi na pikipiki. Mnaenda wapi? Mimi na baskeli. Ninahitaji nini? Mimi nafanya hivi. Kuna watu wanapamba leo. Kuna nini? Nilete chakula. Ile ndio inaitwa kazi ya Mungu. Kila mtu utakapokuwa unaifanya, usiwaze hivi. Mwingine anawaza kazi ya mchungaji. Sio kazi ya mchungaji. Na nikwambie tupe muda. Hebu sema amen. Tupe muda. Ni muda tu utaongea. Tupe muda. Na mimi nakuombea Mungu akupe maisha marefu ili uyaone yote
aliyokuwa ikisema tangu baadaye mpaka siku ya mwisho. Amen. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Nikwambie wanangu, kama Mungu kutupa nguvu kutupa. Mimi nimetembea makanisa mengi. Nimeshuhudia Mungu wetu ni wa tofauti sana tunayemtumikia hapa. Mungu wetu ni wa tofauti sana tunayemtumikia hapa. Mimi nimeshuhudia hapa kanisani watu wakija na magonjwa ambayo hayaelezeki. Kiufupi wakikwambia magonjwa alionayo mpaka unaweza ukasema hebu jiandae kufa basi. Lakini Mungu alikuwa ajabu. Kila aliyekuja aliyekuwa mgonjwa Mungu alimfanya kwa mzima. Huyo Mungu ndiye ambaye unamtumikia. Na ndio maana kwenye